Huyu ni bimdada anayetambulika kwa jina la Tanvi. Leo anafika kazini kwake, ambapo hapa yeye alikuwa anafanya kazi ndani ya hospitali ya vichaa, lakini leo baada ya kufika mmoja kati ya mgonjwa wake alikuwa anapatiwa ruhusa. Mwanamama huyu pamoja na Tanvi walikuwa ni watu wa karibu sana. Bimdada Tanvi alifanya juu chini kukaa karibu pamoja na huyu mwanamama ili aweze kumtibia, na ikafikia muda mpaka mwanamama akaweza kumwita binti ya kwamba ni mtoto wake, lakini pia hata Tanvi naye kwa kuwa mama yake alishafariki dunia kitambo sana, hivyo akamwita bi mkubwa ya kwamba ni mama yake mzazi. Mahusiano yao alikuwa ni ya karibu sana. Mwanamama huyu ambaye alikuwa kavalia uniformu yenye namba 36, lakini leo cha kushangaza, kipindi ambacho alikuwa anapatiwa ruhusa ndani ya hiyo hospitali, kwani kwa sasa akili zake zilikuwa zimeweza kurudi, yani alikuwa ameshapona. Alikuwa mshobokei kabisa bimdada Tanvi, yani alikuwa anaona kama vile ni mtu ambaye hamfahamu, kitu ambacho kinamfanya Tanvi kujisikia vibaya, lakini pia huzuni ya kutosha. Maisha yakaendelea, lakini siku moja aliweza kufika mgonjwa ambaye alikuwa kaletwa na kaka yake. Mtu huyu alikuwa anatambulika kwa jina la Anandi. Mshikaji baada ya kufika alikuwa anaonekana ni mtu wa kawaida, wakampeleka ndani ya interview kumuuliza maswali mawili matatu ili waweze kutambua kwamba mshikaji ni kichaa kweli ama alikuwa anajifanyisha. Kati ya haya maswali ambayo alikuwa anamuuliza, mwamba wa kazi alikuwa anajibu vizuri tu, kitu ambacho akaona ya kwamba huenda mshikaji alikuwa ni mzima. Lakini Anandi baada ya kumwona nzi, ndipo madaktari wakatambua ya kwamba huyu mwamba alikuwa ni kichaa kweli, kwani mambo aliyoyafanya alikuwa anasikitisha sana. Na baada ya hapa tunakutana daktari ambaye yeye ndio aliyekuwa mkuu ndani ya hiyo hospitali, ambaye alikuwa anatambulika kwa jina Jogi Chandi, lakini pia ndio alikuwa ni baba wa bibie Tanvi. Mzee huyu yeye bwana alikuwa anaamini kuwatibia hawa vichaa katika mazingira magumu, yani kuwaletea ukatili usiokuwa wa kawaida, akiamini ya kwamba hiyo ndiyo njia pekee na salama ya kuweza kuwatibu watu ukichaa. Lakini pia siku hii leo aliweza kumwita daktari mwenzake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Sunili, mtu ambaye alikuwa anamwamini sana, akisema ya kwamba ndani ya hiyo hospitali siku hii leo amepokea mgonjwa anayetambulika kwa jina la Anandi na kumpatia namba 36. Mgonjwa huyu inasemekana ya kwamba amefanya tukio la mauaji, lakini kutokana na akili yake jinsi ilivyo kwa sasa, mahakama imeshindwa kumpatia hukumu yoyote mpaka pale ambapo akili yake itakaa sawasawa. Lakini Sunili baada ya kutajiwa jina la huyu mgonjwa pamoja na jina la mzazi wake, ndipo akagundua ya kwamba huyu ni mtu ambaye anamfahamu sana, kwani anakumbuka miaka mingi iliyopita familia ya Anandi ilihusika sana kumlipia ada mtaalamu wetu Sunili katika masomo yake ya chuo kikuu ili aweze kumaliza elimu yake ya udaktari. Lakini pia hata baba yake na Anandi aliweza kumwambia Sunili ya kwamba lengo la kuweza kusoma udaktari ni ili siku moja endapo Sunili atapata shida yoyote, basi yeye aweze kumsaidia. Anandi alikuwa ni kijana mcheshi sana licha akili zake kutokuwa timamu, lakini pia siku hii ya leo alikuwa anajaribu kutafuta marafiki mbalimbali ndani ya hospitali hii ya vichaa. Lakini pia hata wakati wa mazoezi kipindi cha asubuhi, bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Tanvi alikuwa anamwangalia mtaalamu kipindi ambapo alikuwa anasababisha wenzake kuweza kujipiga, kitu ambacho ikapelekea mazoezi kuto kwenda vizuri kama siku zote. Kitu hiki kamfanya bimdada Tanvi kumchukua mtaalamu wetu Anandi kwenda kumpatia kazi ya kufagia. Lakini pia hata baada ya kuweza kufika eneo hili, bwana kiongozi alisababisha msala na kuweza kuvunja baadhi ya vitu, kitu ambacho kikamfanya mtaalamu wetu Kurana, mtu ambaye alikuwa ndio kiongozi mkuu ndani ya hospitali, kumchukua Anandi na kwenda kumpiga shoti ili aweze kumtuliza kimtindo. Anandi utukutu ukaendelea. Siku moja kati ya mgonjwa mwenzake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Michael aliweza kumkuta akiwa analia. Baada ya kumuuliza ni kwa nini analia, kiongozi akasema ya kwamba leo ilikuwa ni siku ya kuweza kukumbuka siku ambayo mpenzi wake aliondoka duniani na alikuwa anahitaji kupata mshumaa ili aweze kumfanyia maombi. Sasa Anandi akamwita mmoja kati ya askari na kumpatia pesa, kisha akapatiwa uniformu ambazo zikampatia nafasi ya kutoka ndani ya hospitali na kuelekea kitaani kwa lengo la kwenda kuchukua mishumaa ya kuweza kumletea Michael. Lakini kipindi ambacho anarudi uso kwa uso akakutana na Kulana. Mshikaji akaingia chaka na kuweza kuzitimua mbio, anafanikiwa kufika hospitalini pasina kuweza kukamatwa. Lakini mtaalamu wetu Michael, kipindi ambacho alikuwa anahitaji kuitumia ile mishumaa, maskari wakaanza kutembeza kichapo akimuuliza ni nani ambaye aliweza kumpatia hii mishumaa, lakini kiongozi alikuwa hasemi jambo lolote. Kichapo kipindi ambacho kilikuwa kinaendelea kikampelekea Anandi kuweza kuingilia mtukati. Vurugu zikaendelea za hapa na pale, lakini Kurana baada ya kufika akasema ya kwamba inabidi waweze kumchukua tena Anandi na kumpeleka ndani ya chumba cha kuweza kumpiga shoti ili kutuliza akili zake. Lakini Anandi alipiga kelele za kutosha akimuita Sunili, na mwamba baada ya kufika hapa akafanikiwa kumsaidia mdogo wake huyu wa hiali asiende ndani ya chumba cha kupigwa shoti. Bwana, maisha yakaendelea. Siku moja bimdada baada ya kufika kazini, Anandi akaanza kumletea michezo ya kumkera kweli kweli, kitu ambacho kikamfanya bimdada kumchukua na kumpeleka ndani ya ofisi na kumpatia adhabu, kipindi ambacho yeye alikuwa anaendelea kujaza fomu aliyopatiwa na baba yake, fomu ambayo ilikuwa
inahitajika aweze kuijaza ili aipeleke siku ya kesho kwa ajili ya kujiandaa na safari ya kuelekea London. Lakini kipindi ambacho alikuwa anaendelea na hizi harakati ya bwana, kwa bahati mbaya Anandi akamwagia ile fomu wino, kitu ambacho kikapelekea fomu kuweza kuharibika. Bimdad alikasirika sana na kuweza kutembeza kichapo kwa mtaalamu wetu Anandi, akimlaumu mshikaji kwa kuweza kumharibia maisha yake yote, kwani alikuwa anaamini ya kwamba endapo asipoelekea London basi karia yake yote ya udaktari itakuwa imeweza kuharibika. Lakini Sunil alifika hapa na kuweza kuamua huu ugomvi, kisha akamchukua bimdada na kuondoka naye ndani ya hili eneo, huku akipiga naye stori mbili tatu kwa lengo la kumtia moyo. Sunili baada ya kuona bimdada hasira zake zimeweza kutulia, ndipo akampatia diary akisema ya kwamba hii ni moja kati ya diary ambayo nimeweza kuipata kwenye begi ambayo ilikuwa linamilikiwa na Anandi, hivyo ninakuhitaji uende kuisoma hii diary, na baada ya kuweza kuisoma basi uje ukiwa umefanya maamuzi ya kuhitaji kumsaidia Anandi ama kuto kumsaidia, kwani mimi ninaamini tukitumia njia ya upendo na kukaa karibu na Anandi basi kuna uwezekano mkubwa akili zake kurudi kama zamani. Dada anafika magetoni na kuweza kufungua diary. Ndani yake alikutana na picha ya bimdada ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Maya, na ili tuweze kutambua huyu bimdada ni nani, hapa tunapata flashback ya siku nyingi zilizoweza kupita, na hapa tunaanzia ndani ya nchi ya Romania. Tunakutana na Anandi ambaye alikuwa ni mwanamuziki kipindi ambacho alikuwa anasoma chuo, lakini pia alikuwa anampenda sana bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Maya, bimdada ambaye ndoto zake kubwa tokea utotoni alikuwa anahitaji kuja kuwa sister, yani au anatumika ndani ya kanisa la Katoliki, lakini kiongozi alijitahidi sana kuweza kueleza hisia zake kwa bimdada pasina kuwa na mafanikio yoyote, na siku moja akaamua kuweza kuandika barabarani maneno kibao yakieleza kwamba anampenda sana bimdada huyu Maya, kitu ambacho kilimshangaza sana bimdada. Na baada ya kuweza kuyafuata yale maneno mpaka mwisho wake alikutana na bonge moja la bango ambalo pembeni yake alikuwa akasimama kiongozi akiendelea kuandika maneno. Bimdada ikabidi amwambie ukweli na kumweleza ya kwamba yeye hana uwezo wa kumpenda mtu yoyote, kwani ndoto yake kubwa ni kuhitaji kuwa sister. Mshikaji akuelewa kabisa maneno aliyokuwa anaambiwa na Maya, kwani akaendelea kumsumbua. Na siku moja bimdada baada ya kutoka matembezini anafika magetoni, anakuta geto zima limeweza kuchorwa maneno yakisema ya kwamba anampenda sana bimdada Maya. Mshikaji akuishia hapo. Baada ya kuendelea kuona Maya hampi jibu la kueleweka, siku moja akapanda juu kabisa ya gorofa na kuekti kama vile anajipiga moto kwa lengo la kumshawishi bimdada aweze kusema kama anampenda au la. Kitu hichi kikamfanya bimdada Maya kupanda mpaka upande wa juu, na baada ya kufika alikuta mshikaji kumbe alikuwa amechoma kuni. Maya alimpiga vibao vya kutosha, kisha akamkumbatia na kumwambia kwamba hakika naye anampenda sana. Mapenzi baina ya watu hawa wawili bwana anaanza tena kwa kasi isiyokuwa ya kawaida, lakini bimdada alikuwa anapenda michezo sana ya ajabu. Siku moja akamwambia mshikaji ya kwamba yeye hafahamu jinsi ya kuendesha farasi. Anandi akampatia farasi na kumwelekeza jinsi ya kuendesha, lakini bimdada akaonyesha kama vile anaendesha kwa spidi kubwa na kujifanya kama vile anakwenda kuangushwa na farasi. Kitu hiki kamfanya Anandi kuanza kupagawa na kumfuata kwa nyuma, huku akimpigia kelele akimwita jina lake na kumwonyesha jinsi ya kufanya. Lakini mbele kidogo bimdada akaanza kucheka, ikionyesha kabisa kwamba alikuwa anamzingua mtaalamu wetu Anandi. Mshikaji kidogo akamaindi, lakini siku moja bimdada akaendeleza na michezo yake ya ajabu. Akamwambia mshikaji ya kwamba hafahamu kabisa jinsi ya kuendesha gari. Anandi akamchukua na kuweza kumwelekeza kidogo, lakini cha kushangaza bimdada akaondoka spidi ya hatari ndani ya mitaa ya Romania bwana. Bimdada aliweza kuchafua kwelikweli. Kitu hichi kikamfanya mtaalamu aweze kuamini kabisa ya kwamba bimdada alikuwa hatambui jinsi ya kuendesha gari, lakini ghafla bimdada alipiga breki na kutoka, huku akiwa anacheka na kumwambia Anandi ya kwamba alikuwa anamzingua na yeye alikuwa anafahamu vyema jinsi gani ya kuweza kuendesha gari bwana. Anandi pamoja na bimdada walikuwa wanapendana sana, na hapa akaweka mipango ya kuhitaji kufunga ndoa, na jioni moja alifanikiwa kuingia ndani ya pati na kuweza kupiga mziki wa kutosha. Na bimdada kwa kuwa alikuwa anafahamu jinsi gani ya kuweza kuimba, alimwimbia mshikaji wimbo mzuri sana ulioweza kumkosha moyo wake. Lakini baada ya hapa, kipindi ambacho alikuwa anapiga stori mbili tatu, bimdada akamwambia Anandi ya kwamba yeye hafahamu jinsi ya kuogelea na anatamani siku moja aweze kufahamu jinsi gani ya kuweza kupiga maji. Anandi akatambua ya kwamba bimdada anaendelea kumletea yale mazinguo yake, hivyo akaamua kuweza kumchukua na kumrusha ndani ya maji, kisha yeye akaendelea na harakati zake za kwenda kulipa bills. Lakini baada ya kurudi alishangaa sana baada ya kuweza kumuona bimdada akiwa anaelea ndani ya maji, hii kiashiria kwamba bimdada alishapoteza maisha. Anandi alijilaumu sana na kuweza kuona kwamba yeye ndio chanzo mpaka cha bimdada kuweza kuondoka duniani, lakini pia huu ndio kawa mwanzo wa yeye kuweza kupata ukichai bwana. Bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Tamvi anamaliza kuisoma hii hadithi huku akiwa anamwonea huruma sana kiongozi wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Anandi. Dada pamoja na Sunil wakaamini ya kwamba kwa kutumia upendo ana uwezo wa kumtibia mtaalamu
wetu Anandi. Hivyo hapa dada akawa karibu sana na mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina Anandi na kufanikiwa kuweza kutoka naye kwenda kutembea naye sehemu mbalimbali. Na siku moja bimdada alifanikiwa kuweza kuvalia vazi jekundu ambalo bimdada Maya aliweza kupotezea nalo maisha, kisha akamchukua mtaalamu wetu Anandi mpaka misituni. Baada ya kufika hapa, dada akaanza kuwimba ule wimbo ambao bimdada Maya aliweza kuwimba jioni kabla ya kuweza kupoteza maisha. Huu wimbo ulikuwa na mashairi mazuri sana, lakini pia ulikuwa unampagawisha kiongozi wetu Anandi, akitambua ya kwamba huenda bimdada Maya ndio alikuwa na wimba. Ngoja nikumegee mashairi kidogo, kwani yanasema ya kwamba: mpendwa wangu, ninakupenda sana. Hakika sina chochote ambacho naweza nikakupatia zaidi ya maisha yangu. Tafadhali onyesha angalau kujali moyo wangu, sababu ninaishi kwa sababu yako. Ni kipi zaidi ninachoweza kukupatia zaidi ya maisha yangu? Hakika mashairi alikuwa ni mazito, lakini pia mshikaji alikuwa anakimbia huku na kule, huku akiita jina la Maya. Na bimdada kwa kuwa alikuwa naye ameweza kuvalia vazi jekundu, safari ikampeleka mpaka pembezoni mwa mto. Mshikaji baada ya kumwona yule bimdada akiwa kavalia vazi jekundu, lakini pia yuko pembezoni mwa maji, akaanza kukimbia mbio akisema ya kwamba: tafadhali Maya, usielekee katika huo upande, tafadhali Maya, usielekee katika huo upande. Mshikaji katika hizi harakati, kwa bahati mbaya alianguka chini na kuweza kupiga kichwa chake katika mti, kitu ambacho kikamfanya kuweza kuzima. Baada ya kumrudisha ndani ya hospitali, bimdada alifanikiwa kuweza kufika hapa kwa lengo la kumjulia hali. Kipindi ambacho mshikaji alikuwa bado hajapata fahamu, bimdada alikuwa anamwangalia kwa jicho la huzuni sana, lakini pia alikuwa anakumbuka momenti zote ambazo alikuwa akazitumia pamoja na mshikaji. Na sisi wataalamu wa mambo tunatambua kabisa watu wa hii bimdada ya Tamvi alikuwa hajitambui, kwani alishazama ndani ya penzi zito la mshikaji wetu Anandi. Anandi baada ya kupata fahamu alifanikiwa kumkumbuka kaka yake wa zamani alikuwa anatambulika kwa jina la Sunili. Hii ikimaanisha kwamba mshikaji akili zake zimeweza kutengemaa, yani alishapona ukichaa. Na baada ya Anandi kutoka upande wa nje, mtaalamu wetu Sunil akasema ya kwamba ngoja ampigie simu kaka yake na Anandi kwa lengo la kumpatia hizi taarifa njema, lakini bimdada akaanza kulia akisema ya kwamba kwa hiyo inamaanisha Anandi kwa sasa anahitajika kuondoka ndani ya hili eneo, kwani yeye tayari alikuwa ameshampenda. Kitu hiki kiliweza kumshangaza sana mtaalamu wetu Sunili. Baada ya kugundua hili swala, akajaribu kumtia moyo, lakini bimdada akasema ya kwamba endapo Anandi akiondoka ndani ya hili eneo, basi naye itakuwa ndio mwisho wake kufika ndani ya hii hospitali, kutokana na upendo mkubwa ambao alikuwa anampenda. Dada kipindi ambacho alikuwa anaondoka huku akilia, Anandi alimwita na kumwambia kwamba basi kama ni hivyo inabidi tuweze kuungana wote na tuondoke ndani ya hili eneo. Hii ikimaanisha kwamba Anandi naye alikuwa anaonyesha hisia zake kwa bimdada alikuwa anatambulika kwa jina la Tamvi. Watu wanakumbatiana kwa upendo, ishara ya kuonyesha kwamba safari yao ya mapenzi ndiyo inaanza. Mr. Kurana baada ya kufika hapa anampatia kadi mtaalamu wetu alikuwa anatambulika kwa jina Sunili na kumwambia kwamba anamwalika ndani ya harusi itakaofanyika hivi karibuni kati ya bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Tamvi pamoja na mwamba aliyekuwa anatambulika kwa jina la Karani, mwanaume ambaye mtaalamu wetu alikuwa anaamini ya kwamba alikuwa anamfaa sana binti yake, pasina kutambua ya kwamba bimdada alishagawa pendo lake kwa mtaalamu wetu Anandi. Tamvi baada ya kufika nyumbani anakutana na Karani, mtu ambaye inahitajika aweze kuolewa naye, lakini pia huyu ni rafiki yake kutokea utotoni. Hivyo siku hii ya leo alifanikiwa kuweza kumchana mshikaji na kumwambia ya kwamba yeye alishampenda mtu mwingine anayetambulika kwa jina la Anandi na anahitaji kuweza kuolewa naye. Mshikaji hakuwa na kinyongo chochote, bali alimpatia baraka zote, lakini kimbembe kinakuja upande wa pili. Kurana siku hii ya leo anaambiwa na Sunili ya kwamba binti yake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Tamvi alishampenda Anandi. Kitu hiki kinamfanya Kurana kuweza kukasirika kwelikweli na kusema ya kwamba hilo swala halitowezekana hata kidogo, na yeye hawezi akaruhusu kabisa binti yake Tamvi aweze kuolewa na Anandi, mtu ambaye ana historia mbaya kuweza kufanya mauaji. Kurana alitambua kwamba endapo akimruhusu Anandi aweze kuondoka ndani ya hii hospitali, basi hata binti yake naye atakuwa amemkosa. Hivyo hapa akavizia siku ambayo kaka yake na Anandi alifika ndani ya hii hospitali kwa ajili ya kuweza kumchukua mdogo wake, akamtengenezea mazingira ya mshikaji kuweza kupiga kelele ili aonekane kama vile bado ni kichaa. Kitu hiki ikamfanya kaka yake kuamini ya kwamba mdogo wake alikuwa bado ni mwendo wazimu, hivyo akaamua kuondoka na kuweza kumwacha. Kisha Kurana anafuata Anandi ndani ya sehemu ambapo alikuwa akamfungia na kumwambia kwamba anaweza kumpatia ruhusa aondoke ndani ya hii hospitali endapo tu akienda kwa binti yake alikuwa anatambulika kwa jina la Tamvi na kumweleza kwamba hana mapenzi naye na hivyo hahitaji kabisa kuweza kumuoa. Lakini Anandi hakuweza kukubali ushauri wa mtaalamu wetu, hivyo akaamua kuweza kuanzisha
kuanzisha vurugu kwa lengo la kuhitaji kutoroka ndani ya hili eneo. Vurugu zinampelekea mshikaji kupigwa sindano ya usingizi, kisha mtaalamu wetu Kurana anamchukua na kumpeleka ndani ya chumba cha operation kwenda kumfanyia majambozi. Lakini upande wa pili, Sunili anampigia simu bimdada aliyekuwa anatambulika kwa jina la Tanvi na kumwambia kwamba afike ndani ya hospitali, kwani yeye anakwenda kufanya mipango ya kumtorosha Anandi na kisha aweze kukutana na kuondoka ndani ya hili eneo. Sunili baada ya kufika hospitalini na kuhitaji kuweza kufanya harakati za kumtorosha mdogo wake, anashangaa baada ya kumkuta akiwa kalala huku akiwa ametoa macho. Hii kimaanisha kwamba mtaalamu wetu Kurana alikuwa akamfanyia operation ambayo inamfanya mshikaji wetu kuweza kuparalyze, yani kushindwa kufanya jambo lolote na kubaki tu akiwa ametoa macho. Sunili alilia kwa uchungu mkubwa, lakini hapa alitambua ya kwamba kwa hatua hii ambayo mshikaji wetu alikuwa akafanyiwa, uwezo wa kupona ilikuwa ni ngumu. Anachukua uamuzi wa kumaliza Anandi kwa kutumia mto na kuondoka ndani ya hili eneo akiwa analia kwa uchungu. Anafika kwa Kurana na kuanza kumlaumu na kumwambia kwamba kitendo alichokifanya kwa Anandi kilikuwa sio sawa, kisa kumpenda binti yake ndio kumpelekea kumfanyia unyama kama ule. Lakini pia akamwambia ya kwamba yeye asingeweza kuvumilia kumwona mdogo wake kipenzi katika mazingira kama hayo, hivyo ameamua kuchukua uamuzi wa kumwangamiza. Kipindi ambacho alikuwa anaongea haya maneno, pasina kujua kwamba upande wake wa nyuma alikuwa akasimama bimdada Tanvi. Kauli aliyoisikia kwamba heti Anandi alishapoteza maisha ilimfanya kuweza kuangusha begi lake, lakini pia anapata ukichaa hapo hapo usiokuwa na tiba. Bimdada anavalishwa uniformu ile ya Anandi ya namba 36 na kumwacha Kurana akiwa na machungu mazito ya kuweza kumpoteza binti yake aliyempenda toka ndani ya kilindi cha moyo wake. Bwana, hapa ndio tunafika mwisho wa picha yetu, lakini kama umependa video hii basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali kama hivi kila siku.